Kuna maswala umeuliza hapa matatu ya kwamba polisi wanatuhudumiaje, mawakili wanatuhudumiaje, mahakama inatuhudumiaje. Mimi nikiwa nimesimama hapa, mimi mwenyewe pia niko na kesi na iko na wakili, na nimekuwa na kesi 2 za ubakaji. Mtu ambaye amezaliwa mwaka 69 alibaka mtoto wa miezi 6 wa Imani Primary School. Miezi 6? Miaka 6. Miaka 6. Wa Imani Primary School ya Ikanga C. Alipobaka ule mtoto alitoroka kiasi cha wiki 2. Lakini tukaendelea kufanya uchunguzi, tukajua huwa anatoka saa 11 ile morning glory na anarudi saa 12 kwake. Kuja kuangalia namna kama kuna kitu, anachukua tena anatoroka, anarudi. Tukampata yuko Canada. Kijana huyo aliweza kushikwa. Baada ya uchunguzi, mzee wa mtaa na wanakijiji wakaniambia, sasa wewe nyumba 10 kwa vile ni nyumba 10 wako, tufanyie uchunguzi mpaka tujue anakuja saa ngapi. Lakini nikawaambia mimi tayari hata familia yangu mimi mwenyewe imekuwa na grudge, nasema mimi nyumba 10 ndio ninamuuza huyu. Lakini hicho kitendo kikifanyika, mimi nilikuwa nimeenda matibabu Mombasa, Makadara. Kwa kweli kijana aliweza kushikwa na mzee wa mtaa na polisi, sababu umegusia kusema hawa wanaitwa nini, hawa wanavaa t-shirt ya sauti ya wanawake. Akiwa Makrina na Haji walifuatilia sana hata mpaka kutiwa mbaroni. Aliletwa na akafunguliwa mashtaka kwa miaka 30 kwa mahakama hii ya Voi. Miaka 30 hiyo alipofika Manyani alipewa kifungo cha miaka 30 kwa kubaka mtoto. Kwa kubaka mtoto wa miaka 6 ambaye ni mwanafunzi, mtoto mdogo. Alipofika Manyani aliandika apili, na apili hiyo iliweza kumwachilia katika mahakama hii ambayo ilimfunga. Hii iko jirani na stadium hapo. Lakini alipotoka na akiwa anashirikiana na familia yangu mimi, hakuna rangi si kuona mimi na mzee wa mtaa na chairman wa kijiji. Tuliambia sisi ndio tumemfunga, sasa ametoka, ole wenu. Tunauliza hivi, ilikuwa na ushahidi wa kutosha kutoka Moyo Hospital kwa daktari ambaye alijaza P3, na ilikuwa ni haki na ni haki na ni kweli. Na mtoto alipohojiwa alielezea kile kilichofanyika, ya kwamba mimi aliambiwa na mama atangulie na mimi. Mamake alikuwa ni muuzaji mnazi pale highway. Nenda na huyu mtoto, vile ni usiku nafunga naje. Nimefika akanifungia mlango, akanichukua, akanifinyilia kwa kitanda, akaniambia nikipiga kelele ataniua. Na ikawa ni kweli na ni kweli. Na ikawa kweli, true story. Lakini kijana alipoachiliwa, tunauliza mbakaji na amebaki mtoto wa kiume. Mahakama hii apili hiyo wanakubaliana naye kwa kuwa ule ushahidi uliotolewa ulikuwa ni wa uongo. Apili tunaomba inapofika pale wenye kitendo kama hicho cha kubaka watoto wa kiume ama wanaume, tunasema nyinyi kama mawakili muweze kukabidhiwa hiyo apili, na wale nyumba 10 na wazee wa mtaa waweze kuitwa kuja, watakubaliana na ule ushahidi ama na hiyo apili ambaye yule mshtakiwa amelalamikia kusema kwamba yeye hajafanya hicho kitendo. Ndio nyinyi mawakili na mahakama na wale wazee wa mtaa na nyumba 10 na police community muweze kukalia ile apili, ikiwa ni through kupita kutoka kijijini mali alifanya hicho kitendo, mkubaliane na ule ushahidi ulikuwa umetolewa mbeleni. Maana hiyo kitu ilileta sura mbaya pale kijijini. Kitendo kilichofanyika mpaka hata na walimu walitaka kujua
kitendo kilichofanyika kwa huyu mtoto, imekuwaje apili imekubalika katika mahakama kwamba ni uongo? Raping nyingine pia ikafanyika kijiji hicho na ni area yangu ya nyumba 10. Iliweza kufanyika nini kwa kanisa. Mtoto alipita akaita mwenzake. Mmoja ni wa Voi Primary, mmoja ni wa Imani Primary. Na ikawa ni through. Mimi nikafuatilia kutafuta tukutuku kuleta huyo mtoto. Tukachukua P3 tukaenda Moi Hospital. Na ikawa ni kweli. Mtoto alikamatwa wa miaka 17. Akalala police station, tukapigiwa simu na ofisa ambaye alikuwa amechukua hiyo kesi. Wewe nyumba 10 njoo na mama mlalamishi na mtoto wake. Tulikaa hapo kuanzia asubuhi saa 3 mpaka saa 6:30. Mimi niliinuka. Nikaenda kwa karani wa mahakama. Ninauliza kesi ya fulani. Akaangalia faili ya kwanza mpaka ya mwisho. Wakati wa appeal au hapana, appeal ule mwingine alifungwa. Hiyo ni nyingine. Sasa nimekwambia ni kesi mbili za pili sasa. Hiyo ni kesi ya pili. Askari alienda na hiyo kesi na karani wa koti, ikawa hakuna. Ngojea saa 8. Saa 8 tukatoka tukatafuta njugu tukatafuna tukarudi tena. Kurudi tena kesi iliendelea, magistrate akatoka, time zake zimeisha. Nikarudi tena, mbona? Kwani huyo mtu yuko wapi yule pale? Haka singojea, kaangalia wakanongonezeana, rudi police station. Mshtakiwa alienda kaachiliwa police station na